kuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa pale Oysterbay kwa kushirikiana na wenzake walikamata baadhi ya Wachina ambao walikuwa na transactions nyingi zikiwa hazieleweki zinafanya kazi gani. Mtu mmoja akaniuliza, sasa je, kama ni hela halali? Nikasema tatizo lenu, nchi hii ni nzuri na imejenga sheria nzuri sana, lakini hamsomi. Hivi kwenye sheria za fedha kukaa na zaidi ya milioni 10 cash inakubalika? Sasa mnajua hilo? Sasa wewe uko na mihela pale mingi pale, tukikuuliza hebu tueleze vizuri, hii ni mauzo ghafi au ni faida? Justify hilo tu, ili tueleze vizuri. Kama ni faida tujue, na kama ni mauzo ghafi tujue ni shingapi, afu tuone, je, ulikata risiti, omba risiti, je, ulilipa kodi ya serikali? Hilo tu. Lakini mngekuwa mnasoma vizuri sheria za nchi hii, hata milioni 10 tu keshi unalazima ni kinyume cha sheria kuwa nayo hivi. Wewe unatoka nayo wapi? Mbona tuna mabenki yako? Na ndio maana hela ikiingia hata milioni 10 haina maelezo, watakwambia benki tunaomba maelezo, njoo mara moja tuwe maelezo, hiki ni nini? Kama umeuza ardhi tunaomba mkataba, kama umeuza ardhi tunaomba tax clearance, kama umefanya nini tunaomba jambo hili, then wanakuruhusu kuchukua milioni 10 hapo. Kwa hiyo mwenyekiti, tunahitaji pia muendelee kuwa msaada mkubwa kwa wananchi mnaowaongoza. Msije mkaconspire na wahuni, wala msije mkaconspire na watu ambao wanaweza kuleta madhara makubwa ya maendeleo katika taifa.